Tarehe 21 ya mwezi wa 7 2026, msanii wa Singeli Meja Kunta alitangaza kufiwa na baba yake mzazi, huku akiwa ameugua maradhi ya muda mrefu kidogo. Sasa na kingine ambacho kilikuwa kinaendelea ni kwamba alifanikiwa kumpumzisha baba yake kwenye nyumba ya milele, na watu wengi sana tunaweza kuwaona, wasanii wengi wakubwa, tunaweza kumuona Alikiba, Ibra na wengine, lakini hata Diamond pia hatukumuona, lakini tulimuona Dvoice ambaye alikuwa ametokea Wasafi. Kwa hiyo sijui ni kwa sababu gani Diamond hatujafanikiwa kumuonaona kwenye misiba, ila hicho sio kitu ambacho kimenileta siku hii ya leo. Maybe tutakuja kukizungumzia siku nyingine. Siku ya leo bwana, tumeweza kuona Meja Kunta akiwa analalamika kwa ndugu zake, analalamikia ndugu zake kwamba anasema kuondoka kwa baba yake kumekuwa pigo sana, na muda mrefu baba yake anasema kwamba alikuwa anapitia migogoro ya mali na ndugu zake. Sasa na unaambiwa hata ule msongo wa mawazo na pressure ndio vilisababisha baba yake kupelekea kupata yale maradhi. Na kingine ambacho kinamuumiza zaidi, anaamini kwamba hizo changamoto zilizochangia ndo ziliweza kufanya kasi ya kudhorota kwa afya ya baba yake mpaka kufikia umauti kumkuta. Na hapa amesema kwamba anaapa kusimamia haki ya baba yake kisheria, lakini pia anaomba msaada wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba aweze kumsaidia ili ajipange vizuri, watu wanaodhulumu mali za baba yake wawajibishwe na vitu kama hivyo. Anasema kwamba baba yake ameondoka, lakini kilichofuata kimemuumiza kuliko alivyotarajia. Siku ya pili nyumba inavunjwa, kutafutwa hati, na kwenye mazishi unasikia kauli tushindane. Mimi nimeamua kuyaacha yote kwa Mungu, sitashindana. Lakini pia ukija ukiangalia hii kitu alichokiandika, msanii Meja Kunta uendekana anapitia wakati mgumu sana, labda kwa mtu ambaye unaweza ukawa hukuwahi kufiwa huwezi kuelewa. Lakini nimeweza kuona mashabiki pamoja na wasanii wenzake kama kina Billnass wameweza kumpa pole, lakini unajua kusimamia swala la mirathi kidogo linakuwaga mtihani kidogo. Lakini yeye ndo amesema kwamba amebaki peke yake, ana baba, ana mama, ana bibi, ana babu, yani yuko yeye peke yake na hao ndugu zake. Na sasa hivi ameonekana kama kuingia kwenye mgogoro ambao baba yake, yani tuseme yeye anaendeleza hilo gurudumu ambalo baba yake ameliacha la kugombania mali, lakini kuhakikisha kwamba kila mtu anapata haki yake. Tunaweza tukasemaje? Tusubiri tuone Meja Kunta kama anaweza akashinda hivyo, lakini ni mambo ya kifamilia zaidi, kwamba issue za kimali, issue za mirathi na nini ni mambo ya kifamilia zaidi. Kwa hiyo akiamua kuja kuyaleta tena mtandaoni, basi tutajiuzana, lakini kama atakuwa hawezi kuyaleta tena mtandaoni, atafix, it's fine kwake, na tunamuombea kila laheri. Pole sana Meja Kunta kwa kumpoteza baba, lakini kwenye hichi kipindi kigumu cha kufuatilia mirathi na kusubiri 40 ya baba, basi tunakuombea heri kabisa. Kama vile tulivyoweza kumuona hata alinyoa nywele kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba anaonesha kuomboleza sana kwa kifo cha marehemu baba yake Mwalami. Basi mimi ni Teddy Allen, kama kawaida nyuma kamera tuko na Didi. Please subscribe channel yetu, like hii video, lakini karibu kuangalia interviews nyingine nyingi ambazo zipo hapa PMTV2. Exclusive issues kwetu ndiyo mahala pake. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.